everybody. Not everybody is a partaker of this bread. May you prepare your mind, prepare your soul, prepare your spirit as the servant of God step in this altar for you to be part and parcel to partake this bread. Lekazite katabakata, ledebosike tebakanda, nakoto sheke tebagayande babosa. In Jesus' mighty name. Nataka ukajitayarishe tunapomleta mtumishi wa Bwana kwa madhabahu. Ni wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Ni mafuta tunayekaribisha kwa madhabahu. Nataka tukamkaribishe na style. Bwana sifiwe. Nataka tukamkaribishe kwa kigosho kidogo tu. Hiyo kigosho itakapokuwa inaendelea, nataka akaweza kukaribia kwa madhabahu. Amen. Nataka kama unajua hii wimbo ya Kikuyu, ukaweza kujitayarisha. Amen. Inasemanga Mundu muradhimene, muradhimene. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Juu ya madakika ile nataka kutumia muda as short as possible. The kichwa ya masomo ya adhuhuri ya leo ni not my head, not my blood. I mean it. Not my head, not my hand, not my head, not my blood. Last week tulikuwa tunaona how mysteriously tunakuanga na laana, and I thank God because today ilishughulikiwa kabisa. I'll just highlight for us that we were not there on Sunday little. So tuliona a curse can go as far as 50 years. Theologians say one generation is 50 years. So when the Lord is talking about laana itakufuata kizazi mpaka kizazi cha 4 hivyo, it means that curse can run to a family for over 200 years. And then there is also another curse tuliona for bastard children, wale wanazaliwa out of wedlock, and venye wanakuanga wamelaaniwa in a way they are not even supposed to kuingia kwa madhabahu. So supposing me, Catherine, I was born out of wedlock and I have a call of God on my life. Nisiposhughulikia ile laana ikaweza kuvunjika, nikatoa mali na vitu zangu zote na kujitolea kwa kila jambo, nitakuwa naanzisha kanisa and alafu ikiendaenda inayumba inaisha. Praise the name of Jesus. Because there is somewhere in the Bible imeandikwa you are not supposed kuingia kwa even to the holies of holies even after 10 generation. That is the Bible. Please the name of Jesus. Na tuliona hiyo neno ilikuwa Genesis 38 verse 12. That is, I'm just highlighting. Deuteronomy 23 verse 2. Yes. A bastard shall not enter into the congregation of the Lord, even to his 10th generation shall he not. That's all. Even to his generation shall he be allowed to enter
into the congregation of the Lord. Praise the name of Sindio. Kwa hivyo kama uko wewe mtoto wa bastard, wewe ni bastard. Unajua ni vitu zile hatutakagi kusikia. Ama ulizaliwa tu ukakataliwa. Kama venye mimi nasikianga nilizaliwa, alafu mama yangu akatoroka the second week. Who am I? Praise the name of Jesus. Unajua kuna mambo ingine inaingia katika ukoo wako, inaleta laana ili usiweze kuenda kufika mahali pale Mungu alikuwa amekusujudia. Sisi kanisa la Kristo tumekuwa sana na msaha. Hata tukiambiwa toa sadaka, unaingia kwa mfuko unaanza kufanya mahesabu. Ukiona kile chodo iko hapa imeandikwa tithe and offering, saa hiyo fikira zako zinaanza kukuambia kuna ile 100 ulibakisha wakati ulinunua nyanya, hiyo ndio utatoa fungu la 10. Kuna ile ingine shilingi 20 ulibakisha juzi, hiyo ndio utatoa sadaka. Maandiko inasema kutoa kwako, Mungu anasimama kwa chondo. Kwa ile kitu tunatolea sadaka zetu na zaka zetu, Mungu anatazama tukipanga laini, tukikuja moja kwa moja. Maandiko inasema naye Mungu anawaona kwa roho zenu. Kama uko na biashara, ukitoka hapa kanisani na ulikuwa umebarikiwa vizuri, Mungu anafuatana na wewe, unaanza kuona kazi yako inaanza kuisha pole. Haleluya. Pole. Unakuja bishop anakuombea kabisa. By the way, wakati tunaomba hatuombagi na msaha, tunaomba when we mean it. Please the name of Jesus. Tunakuombea, tunakupaka mafuta, lakini roho yako does not love God. Please the name of Jesus. Kwa hivyo laana, umetoka ile laana ya kwenu nyumbani. Sasa umekuja kanisani, mahali tunaabudu Mungu, mahali tunaona Mungu, alafu tunatoa tu venye tunatoa, tunakaa tu venye tunakaa. Kanisa la Kristo likawa ndio imejaa mpaka masegenyo. Wewe ndio unajua nani amekaa vibaya. Yani tumekuwa judgment ya Mungu inakuja juu yetu, tunaanza kulaaniwa na Mungu kidogo. I especially ask priests, pastors, hello, pastors, if you are a man of God, apart from bishop, the rest, hello, nionyesheni kwa mkono. My sister Mary, welcome. Oya iboko wega, inueni vizuri. Tumeitwa kabisa, by the way, si kwa mchezo. Let me tell you, venye unatoa fungu lako la 10, iko na laana na iko na baraka, because you are supposed to be at front line. Hallelujah. If you want us to give the best. Hallelujah. If you want your life to be better, do the best. Kuna mahali tulikuwa siku moja na bishop na my sister Nancy, Reverend Nancy, na ni mimi nilikuwa naletewa kitu hiyo wakati. So the first thing I did, nilichukua nikaambia bishop, this is my time. Hallelujah. Nikarudi nikampatia kitu kingine, sikumwacha tu bure hivyo. Hallelujah. Why? Because I know what I am doing. Because nataka hata kizazi changu kiwe ni kizazi cha kubarikiwa. Kwa hivyo wakati wote tunatoa, maandiko inasema what we, ambapo tunatoa, hatutoi according to Malachi 3. Si tunajua? Yeah, test me. Uone kama sitafungua milango na madirisha ya mbinguni, si ndio? Haleluya kanisa. Amen. Imagine laana ya Mungu tutaiweza? Tutaiweza? Tujitolee kabisa. Kwanza mimi nashangaa tu mahali Mungu anasema hata nishalaani baraka zako. Anarudia tena anasema I have already cast them.
Haleluya. Alafu unaenda kwa mnabii, anaanza kukuambia ulilaaniwa na anti yako, na yule jirani unaonaga kama anaenda kama anashtukaga hivi, na anakuambia ukimuona akipita kwa geti yenu saa zingine anaangalia mara 3. For heaven's sake, ukipita kwa geti ya mtu si lazima uangalie, si ndio? Haleluya. Unaenda unakuwa flattered, unaanza kukasirika, unaanza kumkasirikia, na Mungu anasema yeyote yule atafanya wawili wapendanao, si not only a husband or a wife, a friend or a villager or anybody, huyo atawekwa nini? Sijui inaitwa nini na kizungu. Wasomi. Mimi sikusoma sana. Lakini utawekwa ile mawe kubwa, mawe ya kusiagia kwa chini. Haleluya. Alafu utabadilika kwa maji na utaingizwa humo ndani kabisa. Haleluya. May God help us as a prophet, because I'm one of them. Please the name of Jesus. Do you know laana ni mbaya sana? Why do you think Moses alienda for wilderness for 80 years to be molded by God? Imagine mtoto amelewa na ufalme. Kwa mfalme, he was adequately speaking good English, si ndio? Ama tulisikia kwa Farao alikuwa ana mama. When he was at Farao hakuwa na mama. Lakini when he went to the wilderness, Wakikuyu wanasema alionile die tareheni. Sijui hivyo ni kusema nini. Aliona mambo ambayo hakuweza kuyastahimili. Lakini he was in the making of the Lord. Hallelujah. Akiondolewa laana. Ili laana after 80 years, hapo ndio Mungu alimruhusu kuweka kizazi cha Abraham free. Praise the name of the Lord. Na juu hawakushughulikia ile laana, wakati walienda nyikani, the whole group that was taken from Egypt, they were all killed by God. Juu ya hii laana ya Malakai. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo ni sisi tujiangalie wakati tunaingia kuworship, wakati tunaingia kupraise. Let us worship, let us praise, let us tuingie kwa Mungu kabisa bila kuangalia your neighbor. Hallelujah. Ili uondolewe laana ya kizazi, laana ya Mungu, laana ya baraka zako. Praise the name of the Lord. And you have to be spiritual for yourself. Unajua, you believe more of a business, more of money, more what you will eat tomorrow and the day after, and more of what you will keep in your account, more than you value who you are. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati nilijua hiyo siri, sijawahi jenga nyumba in the air, building castles. I don't. Praise the name of the Lord. I value my relationship with God. And kama Mungu ananituma kwa mission, I don't mind whether I have money or not. I just go because I know it's God who has directed me. And in the middle of something, naona tu Mungu amenibariki. Praise the name of the Lord. Hallelujah. How much do you value yourself in the Lord? Unataka uondolewe hiyo hofu ambayo umepakwa na Mungu. Mahali kuna pupusi, kila mtu anajua ni nini iko hapo. Juu unakuta inzi wengi sana. Na the Bible says Satan is the father of flies. Si ndio? So Mungu akimpata kinyesi, mwenye atakufuata sana ni nani? Yeah, demonic flies. Na hauwezi ukaiona kwa macho yako ya kiroho, ya macho ya kuiona hivi. Juu there are flies in the spirit. Nataka kuwashawishi the whole church, all of us. We have the word of God, but we do not read the word of God. You know, there are times when we are praying, we are God
God is listening to us. But we also need our time when the Lord is listening to us, or when we are listening to God. And we listen to God when we are reading His Word. Have you been able to read from Genesis to Genesis? From Genesis to Revelation? Have you? If you have not, wewe hujui Mungu. Laana inakukibisha hivi. Si mnajua Zakaria, sijui kama ni Zakaria, sitasema, lakini I know it is Zakaria something, starting verse 4. Inasema, mimi Mungu nitafanya neno langu liingie kwa nyumba, kama ni ya mawe, kama ni ya matope, ama ya bao. Ili nikiingia huko, nitawalaani nikiwa ndani ya nyumba. Please the name of Jesus. Alafu unashindwa ni nini naenda baya. Laana ya hii Biblia tunanunuanga. Ukikuja kwangu niko na version karibu 7. Na kila nisipofungua hizo Biblia, laana ya Mungu inanifuata juu yeye alisema atasababisha. Ndio tunaona tuko na so many versions. Church of Christ. Wacheni tuamke sasa. Tuanze kusoma neno. Tuanze kushughulika na laana yote. Kama mmesikia imekusonga sana, tuko na mtumishi mzuri sana hapa. Msogee. You know, Bishop, when I was seated there and you are delivering in the church, and I said, oh, Bishop, you also need to call us as servants of God. You know, ukuje tufunguliwe. Juu laana kwa watumishi inakuwaga baya sana kuliko ya us in the church. Praise the name of Jesus. Please, I beg you, try one day. Hata kama tutakuwa 5, si ndio? Hata kama tutakuwa 5, tufunguliwe, hiyo maneno iishe. Hallelujah. Juu ako na upako, anajua siri. He taught on Sunday. That word has taken me through the whole week. Na mahali nilienda, I preached your sermon. The whole of the week nilikuwa mahali. His sermon. Hata watu wanalia. Kwanza kuna mahali ya Proverbs 20:20, hiyo siwezi nikasahau. Inasema mtoto yule hasikii mama yake baba yake. Giza inamkutaga usiku na mchana. Siku hizi tunaona watoto wakigombana na mama ama baba yake, wanaenda kwa status. Wanasema hata kama ukiona nikismile, I'm not happy. Unaambia mama yako, ama hamjapata vitu kama mimi nimekutana nazo. Haleluya. Anaandika kizungu mzuri. Sasa hiyo amelani nani? Ametusi nani? Praise the name of Jesus. So young people, we need to go back to the drawing board. Kwa hizo status. Praise the name of Jesus. Haleluya. Na wewe mke unatusi bwana yako. Unaimba wimbo ingine, mawimbo zingine za kiroho, lakini za hiyo imeingia ni ya shetani. Haleluya. Unaimbia bwana yako mpaka bwana anashindwa, huyu na venye anaongeaga kwa dini. Praise the name of Jesus. You know, I love men. God bless you men. I echo you. Because a man, before aseme kitu, ama aseme juu ya mwanamke wake, ama anene juu ya mtoto wake, ya mashida yake, wameongea na Mungu, wakaongea. Hallelujah. Na in the middle of that, Mungu ana solve their problems. But us women and children, we solve our problems with others. Hallelujah. Wacheni tusimame juu. Sure. Nataka kukabidhi hii mic kwa Bishop so that he may take us to the other step. Heavenly Father, I want to thank you. Wacha tufungue mdomo wetu. Tukiri makosa yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tukiri makosa yetu. So far we know that the Lord is against us. If you are sinner na umetenda dhambi, we have all sinned and fallen short of glory of the Lord. Funga macho yako.
Anza kujitafakari kwa Bwana. Ramashanda rabazoka rabakanta. Father God, we repent our sins. We repent our shortcomings. We repent everything that we are doing. In the name of Jesus. Somebody pray. How about 1 minute to thank God that you are a son in the house, in the kingdom of God. You are not a slave. You are not a bastard in the kingdom of God. Kitu cha maana kuhesabiwa haki na Bwana. Some people are still having bad records about you. Bado kuna mtu anakujua kwa jina mbaya, hajui kama Bwana alikubadilisha. Kuna mtu amekuwekea record za kitambo, lakini nani kama Bwana ambaye akikusamehe anasahau yote. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Amen. Amen. Tunataka kuingia kwenye kipindi cha worship. Waimbaji waweze kutuletea nyimbo zao. Apostle, God bless you. I know it is not in vain. Our pastor, Pastor Mary, karibu sana. Pastor Mary ni mtoto wa hii dini. Tulianza huko chini na yeye tukahamia hapa, na Mungu akampa maono. Tuko na kanisa Mwehoko next month. Not this month. This month we are going there for revival. Kwa hivyo pastor, uko na nafasi ya kutangaza hiyo revival. Hapa kuna watu wametoka maeneo tofauti. We are coming there, tunatoa poster. Lazima Mwehoko kuwake moto. 3 days we shall be there. Wakaribishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi utaka amenikupa na kutii sauti ya Bwana. Kwa niaba ya wageni naitwa Pastor Mary Wanjiko Mwangi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru kwa kuwa mahali hapa ni kwa mzazi wangu and I'm proud. Haleluya. Nimekuja tu kingafra, nikaona kwa Facebook jana, nikasema I have to, hata kama nimeshikana namna gani. So 6 ikifika uone nimepenya, usione mimi mbaya. Ni vyenye sikuwa nimepangia na kuna mambo itaenda vibaya. Mimi ni daktari, saa zingine inabidi nijipate kwa huduma. Watu wangu sijaweza kuambia tukuje, niliona nikingafra sitawaambia. Lakini niliwagusia nikawaambia saa 9 na nitaenda kwa my dad, kuna worship experience. Apostle Simon and your wife join hapa mbele. Let us appreciate them as they come. Karibuni sana. Hawa ni watumishi wa Mungu, tunawapenda kwa unyenyekevu mwingi ambao wameonyesha kuhakikisha hii mipango yote inaendelea, na kutoka hapa mpaka tumalize. Kuna waimbaji wa CD, kuna waimbaji wa kuongoza, sijui. Sasa hiyo mnaelewa. Sasa mkisema tupelekee pande hii, tunaelekea huko. Mbarikiwe sana. Praise God. You can have your seat. Usichoke sana kwa sababu najua tutasimama sana. Kwa majina naitwa Apostle Simon Kimani. Mimi ni mume wa bibi mmoja anaitwa Susan Nyaga. Yule ndio bei yangu, my girlfriend, my wife. Kila kitu kwangu ni kwake. Hallelujah. Brother Eric akuja atufanyie introduction ya kikundi haraka haraka. Na Eric ukimaliza, you will come my babe. Raka taraba babu. Pigia mtumishi wa Mungu makofi. Pigia mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Bwana asifiwe. It is a humble day to be here. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It is a great day. I'm honored. My name is Eric Mayega. Naitwa Sir Junior Eric. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu waliniita Junior, juu kwetu mimi ndio mdogo na ndio mkubwa. Bwana asifiwe. My mom was blessed with one son, that is me. I'm proud. Bwana asifiwe.
Watu wengine wanashtuka, yaani wewe peke yako ndio ungepewa watoto wengi ufanyie nini? Bwana asifiwe. Ampea mmoja amsaidie. Haleluya. Watu wasemi amen. Sometimes you may be born 30 but you don't help anything in your family. You can have one but so blessed. Bwana asifiwe. And that's what I'm happy about. Amen. I'm so happy to work under these servants of God. Wapigie makofi mazuri. Tumejuana nao muda mrefu and I never knew that they will take me somewhere. Amen. Kumbe usiwachiliane mtu umekutana na yeye. Takushika kupeleke mahali. And from here henceforth mimi naenda next kwa mama. So next naenda huko. Hata kama hamtaki naenda hapo. Wherever Bishop, so long as Bishop accept kuwa our spiritual father, wherever you go Bishop, security iko tight. Mimi nipewe bag, nibebe tuende Njiri because we want to reach people. May good God bless you so much. Ni invite our mom Susan akuche atuambie program next as we go. May good God bless you so much. I love you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia tu kunyenyekea mbele yenu. Mom, mbarikiwe sana. Praise God. Kama nimepata mama watatu, wacha niwaambie tu kitu kidogo. Kuna kitu nilifanya. Tumehubiriwa sana juu ya kutoa. Kuna mahali Githurai tulikuwa na it was Kesha semina ya wamama, semina ya youth. Lakini mahali pale Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walikuwa wanakuja kwa kikundi, wote walikuwa like 80%, 90% ni men. Nikakaa nikaambia Mungu hapana, nataka wamama. Kile nilifanya juu niliumizwa sana. Kwa sababu kama uko na kikundi kama hiki and you are not married na unafuatwa na wanaume wengi, kuna wale wengine kuna kitu wataongea. So kuna kitu kiliongewa, nikasikia moyo nimevujika sana. After Kesha nikaenda kwa nyumba nikaambia Mungu kuna kitu nataka ufanye. Lakini nikawa najua siri, ukitaka Mungu akufanyie kitu kikubwa, you give sacrifice. Nilitoa vitu zote kwa nyumba nikapeana. Nikaambia Mungu nataka wamama. Na sitaki wasichana tu, nataka wamama wenye wamenishinda umri. Bwana Yesu asifiwe.